Msikilizaji, hii sehemu ya 4 ya simulizi yetu, na hapa ni kukumbusha nyuma kidogo. Sehemu ya 3 ni pale Jensen na yule mwanamke wanapandisha kuelekea hotelini. Basi msikilizaji, tukiwa bado ndani ya motel Makimakuluga, kijana Jensen akiwa nyuma ya mwanadada Queen wanapandisha ngazi kuelekea ghorofa ya pili. Neno la Queen aliyevutiwa na kijana huyo mdogo kiumri, lengo lake lilikuwa ni kumshawishi akale naye raha, pasipo kujua kuwa kijana huyo ameipenda nafasi hii. Lakini sio kwa ajili ya kwenda kula kitumbua cha mwanadada huyo, ila ni kwa ajili ya kutaka kupata baadhi ya majibu yatakayomsaidia kulinda kiapo chake. Sasa basi, wakati huu kijana Jensen anapelekwa ghorofa ya pili. Mimi naona tuende huko kisa kilipoanzia mpaka kutokea haya yote, mpaka huyu mwanadada awe moja ya sababu ya kunifanya mimi nivutiwe na mkasa huo na kuamua kuwasimulia. Ilikuwa ni majira ya saa 2 asubuhi, mida ambayo kijua kilikuwa kinaanza kuchomoza na kupenya kwenye ngozi ya mtoto wa miaka 9, Jensen Yason Victor, ambaye alikuwa amesimama mbele ya lango kuu la gereza kuu la mkoa wa Ruvuma, akiwa anatetemeka kwa baridi, akionyesha kuwa alikuwa anasikia baridi kali sana, huku nguo zake zikionyesha wazi kuwa alinyeshewa na mvua ilikuwa imenyesha usiku kucha. Maana nguo nyepesi alizozivaa zilikuwa ndio zinaanza kunyauka maji ya mvua iliyomnyeshea, huku nguo hizo zikishindwa kumsaidia kuzuia baridi na nguo ambazo hutumia kulalia. Maana ilikuwa ni tarehe 27 ya mwezi wa 12 mwaka 1998. Ni kipindi cha mvua na ni siku 2 tu toka waliposherehekea sikukuu ya Christmas, siku ambayo hata kaka isahau katika maisha yake. Maana ndio siku ilianza kubadilisha maisha ya mtoto huyu ambaye alikuwa amekodoa macho kutizama mlango wa gereza. Unajua kwa nini mdau? Hebu tuende sawa. Siku 3 ambazo zilipita, yani siku ya Christmas, Jensen ambaye alikuwa anaishi na baba yake ndani ya jumba moja kubwa sana la ghorofa 3, aliamka mapema sana kwa shamra za siku ya Christmas. Shamra ambazo ziliendelea mpaka saa 7 mchana, ambapo siku kama hii ya leo baba Jensen, yani bwana Yason Victor, tajiri kijana mwenye fedha nyingi sana wa kipindi hicho, huwakusanya wafanyakazi wake ambao ni wauzaji wa maduka yake yaliyopo katikati ya mji na madereva wake 3, bila kumsahau kijana Samson ambaye alikuwa anamlindia mashamba na mifugo yake huko kijijini na kushirikiana nao pamoja, huku akitoa misaada kwa watu wenye hali duni ya kimaisha ambao walifanya kama utaratibu wao, hasa kwa siku za sikukuu, pasipo kujali ilikuwa ya kiserikali au ya kidini na kuangalia dini gani. Yeye alichukulia kama sikukuu inayohusu wote. Hivyo hutengenezwa chakula kingi na kwa hualika watu wote waliomzunguka na wale waliotoka mbali kuja kuomba msaada kwake. Hakika mtindo wake huu uliwapendeza wengi na kuisifu roho njema tajiri huyu ambaye alikuwa anaishi na mtoto mwanae wa pekee ambaye ni Jensen bila mke, huku wengi wao wakishindwa kufahamu ni kwa nini mtu huyu hakuwa na mke, na wengine walikwenda mbali zaidi na kuhoji juu ya utajiri wake. Maana licha ya kuwa na maduka machache na kumiliki magari 4 na ile jumba la kifahari katikati ya mji, lakini havikuweza kuwa vyanzo tosha vya fedha ambavyo vingemwezesha kuishi kifahari na kutoa misaada kwa watu kama anavyofanya. Hakika siku ya Christmas ilikwenda vyema sana, huku watu wakimsifu kwa kuwasaidia na wao wameiona sikukuu. Kati ya watu waliomshukuru ni Samson, mlinzi wa mifugo yao, ambaye licha kukaa na bwana Yason kwa siku chache tu, akiwa ameletwa na rafiki mkubwa wa Yason, yani bwana Ganza, ambaye Jensen alikuwa anafahamu kama baba mdogo. Maana alikuwa rafiki mkubwa wa babake. Samson alichukuliwa na kama mmoja wa wanafamilia na bwana Yason, akipewa kila alichohitaji. Pengine hata watu wengine hawakujua kama huyu jamaa, yani Samson, alikuwa ni shamba boy. Pengine wangesema kuwa alikuwa ni mdogo wa bwana Yason Victor. Wengine walionufaika na misaada ile alikuwa ni binti Kidawa na familia yao. Huyu alikuwa ni binti wa miaka 14. Wengi walikuwa wanapenda kumuita Hida,
maana ukiachilia siku za sikukuu, mara nyingi alikuwa anakuja kwenye nyumba hii na kuomba msaada wote alikuwa anahitaji kwa siku hiyo. Mfano, kuna kipindi alihitaji fedha za kulipia matibabu ya mama yake. Bwana Yason alitoa haraka bila kipingamizi. Kuna kipindi Bwana Yason aliamua kuridhika na kumtaka binti huyo aanze masomo. Alikuwa ameacha shule darasa la 5. Lakini Kidao hakuwa tayari kuanza masomo. Hivyo Bwana Yason hakuhangaika naye. Pilika ziliendelea mpaka saa 12 za jioni. Bwana Yason na rafiki yake Ganza wakiendelea kunywa pombe. Mida hii ndio mida ambayo wageni wote waliondoka pale nyumbani na kwenda makwao. Pale nyumbani wakibakia Bwana Ganza na Samson ambao hawakumshangaza sana mtoto Jason. Aliyemshangaza ni Kidao ambaye alionekana akiwa peke yake pale nyumbani. Jason anakumbuka siku hiyo alikaa kwenye floor ya pili na jengo hili kubwa la kifahari pamoja na Kidao anatazama video, huku Samson naye akiwa floor ya kwanza kabisa akiwahudumia vinywaji baba yake Jason na rafiki yake Ganza ambaye siku zote alimchukulia kama baba mdogo. Saa 4 usiku Jason anakumbuka alipokuja Samson na kumwambia kuwa kalale chumbani kwake, na yeye akaenda kulala akimwacha Kidao pale sebuleni. Katika akili ya kitoto, Jason hakutilia mashaka yoyote juu ya uwepo wa Kidao nyumbani kwao mpaka usiku. Siku ya pili, yani siku ya Boxing Day, saa 12 asubuhi, ndio mida ambayo Jason alishtuka kutoka usingizini. Akiamshwa na kelele zilizokuwa zinatokea sebuleni, akatoka haraka sana na kuelekea huko. Alichokiona kilimshangaza kijana Jason, maana aliona polisi 6, mmoja wao akiwa wa kike, alishika nguo zenye damu mkononi mwake. Wengine walikuwepo pale sebuleni ni baba yake, yani mzee Jason, baba yake mdogo Bwana Ganza, Samson na binti Kidao aliyekuwa analia muda wote. Yani tajiri kama wewe unambaka binti maskini kama huyo, ili iwaje? Alipayuka yule askari wa kike. Japo Jason alisikia neno hili, lakini hakuwa ameelewa lina maana gani. Zaidi akahisi kwa baba yake amempiga Kidao. Akamtizama Kidao, akamwona ameinamisha kichwa chini. Na japo nguo zilizoshikwa na yule polisi wa kike zilikuwa na damu, lakini Kidao hakuonyesha kuwa ameumia sehemu yoyote. Jamani, japo nilielewa sana lakini siwezi kufanya kitu kama hicho. Jamani, japo nilielewa sana lakini siwezi kufanya kitu kama hicho. Hebu muulizeni huyu kijana, hata binti mwenyewe mnaweza kumuuliza, alisema baba Jason kwa sauti ya mshangao iliyojaa msitizo, huku akiwaonyesha Samson na Kidao. Tutamuuliza mara ngapi wakati huyu binti ameletwa na huyu kijana kuja kutoa taarifa hii? Hapo baba Jason akainua uso wake kumtizama Samson kwa macho ya mshangao, ambaye alikopisha macho yake kwa kutizama chini. Ushahidi wa kwanza ni hizi nguo ulizozikuta chumbani kwako, alisema yule polisi wa kike kwa sauti ile ya kupayuka. Bwana Yason akamtizama Kidao naye akakopesha macho yake na kutizama chini. Binti, najua wewe si mtoto kiasi cha kushindwa kutambua alikufanya hivyo. Hebu sema ukweli, nani amekufanya hivyo? Aliongea Bwana Yason Victor, huku anamfuata Kidao ambaye alimtizama Samson ambaye hakuwa anamtizama. Akamwona Kidao akimtizama Bwana Ganza ambaye alikuwa amesimama pembeni kabisa. Ni kama kuna kamkonyezo fulani hivi alikatoa Ganza alipokutanisha macho yake na Kidao. Kitendo hicho Bwana Yason alikielewa kidogo, ila Jason alikiona. Kitendo hicho Bwana Yason alikichelewa kidogo, ila Jason alikiona, sema hakuwa anajua kinachoendelea pale. Hapo akaongea askari polisi mmoja mwenye nyota 2. Jana inspector akasema, hebu mfungueni pingu huyo, halafu Monica, hebu mchukue huyo binti tuondoke naye akapimwa hospitali, alisema yule inspector, ikionyesha anaepusha jambo fulani ambalo lingeweza kutokea. Hapo polisi wawili wakamsogelea Bwana Yason na kumfungua pingu. Muda wote Jason anashangaa tu jinsi mambo yalivyokuwa yakiendelea. Ganza, hebu ambia hawa polisi sijafanya lolote, alisema baba Jason, huku anamtizama rafiki yake Ganza ambaye ndio kwanza akatizama pembeni. Hapo baba Jason akamtizama mwanae Jason kisha akatabasamu. Mwanangu, na imani utakuja sehemu nitakayopelekwa,
Wakati huo Jason alishaanza kutokwa na machozi baada ya kuona baba yake yupo katika wakati mgumu. Hazikupita dakika 5 tayari walikuwa wameshashuka chini na kuingia kwenye magari tayari kuelekea kituo cha polisi. Na mimi nataka kwenda baba, alisema Jason huku analia kingangania kuingia kwenye Land Rover 110, lakini polisi wa kike anaitwa Monica akamzuia. Hebu toka hapa. Kwa nini usingeambia baba yako asibake? Ilikuwa ni kauli ngumu sana kwa bwana Yason. Kauli iliyomgusa sana yule polisi mwenye nywele 3. Mwacheni aende, ni sawa mwanae. Akaona kama baba yake anakwenda wapi? Alisema yule polisi mwenye nywele 3. Saa 12 jioni ndio muda ambao kijana Jason alikuwa anaingia nyumbani kwao. Hakika jengo hili leo lilikuwa kubwa sana kwa mtoto Jason, akiwa ameshashuhudia baba yake akiwa anaingizwa kwenye mahabusu ya gereza la mkoa wa Ruvuma, akitokea kwenye maabara ya hospitali ya mkoa ambao majibu ya vipimo vilionyesha kuwa mbegu za kiume zilizokutwa kwenye sehemu za siri za binti Kidawa ni za baba Jason. Na mbaya zaidi, madaktari walisema kuwa Kidawa licha ya kubakwa na kutolewa bikira yake, pia aliingilia kinyume na maumbile. Japo kijana Jason hakuelewa kilichotokea, lakini alianza kuhisi ukatili wa baba yake. Kijana huyo ambaye alikuwa na njaa ya mchana kutwa alijipakulia mabaki ya pilau ya jana na kuanza kula taratibu huku akitazama video. Hapo ndipo kijana huyu kwa mara ya kwanza lilipomjia swali la kuwa kwa nini hakuwa na mama, maana hakuwahi kumwona mama yake hata mara moja. Zaidi mpaka anafikisha miaka 9 kijana huyu hakuwahi kusikia hata mama yake akitajwa. Ndani ya maabara ya hospitali ya mkoa wa Ruvuma walionekana madaktari wawili vijana wakiwa na bishana juu ya jambo fulani. Sikia Kambanga, kama umekubali kubadili hivi vipimo, weka nasi yako, usije kanisingizia dhambi ambayo sijaitenda, alisema mmoja kati ya wale madaktari. Beni, wewe ndiye umepokea hii sampuli na jamaa wametoa fedha nyingi kwa ajili ya hii issue. Kama vipi wewe kubali? Alisema yule Dr. Kambanga ambaye mkononi mwake alikuwa ameshikilia noti kadhaa za 1,000, lakini Dr. Benson akadakia. Fedha haiwezi kulipia gharama zitakazomvuta. Fedha haziwezi kulipa gharama za kitakachomvuta Yason. Kumbuka na familia yake, hasa akifungwa kwa kosa ambalo sio la kwake itakuwaje? Sasa Benson aliongea kwa sauti ya juu. Kabla Dr. Kambanga hajaongea neno, wakasikia mlango unafunguliwa. Kambanga kafikia zile fedha na huko akiingia nesi mmoja wa kike aliyevalia sare za kazi, huko amebeba mtoto mgongoni mwake aliyekuwa amelala. Baba Tina, bado hujamaliza, mimi nimeshamkabidhi Betini, alisema yule nesi. Okay, hata mimi tayari tunaweza kuondoka, maana naona wingu limeshatanda huko nje, alisema Dr. Benson, kisha akamtizama Dr. Kambanga. Nadhani umenielewa. Chochote kitakachomkuta Yason, ujue hilo ni juu yako, alisema Dr. Benson, kisha akatoka nje ya maabara akiongozana na yule nesi, akimwacha Kambanga akiwa anasindikiza kwa macho. Ilikuwa saa 4 usiku. Hali ilikuwa ni ya mawingu, ikionyesha kuwa mvua itashuka muda wowote. Kijana Jason akiwa chumbani kwake peke yake ndani ya jumba kubwa lililopoa hakuweza kupata usingizi. Alifikiria hatima baba yake mle alimoingizwa. Jason akiwa anakumbuka jinsi baba yake alivyokuwa anajitetea mbele za wale polisi bila mafanikio yoyote. Hakika mtoto huyu alijawa na maswali mengi sana, lakini kutokana na kutokuelewa chochote alijikuta anakosa majibu. Akiwa anaendelea kukumbuka matukio ya siku hiyo, kwa kupitia dirishani akaona kuna mwanga wa gari ukiingia pale kwao. Akatoka kitandani na kwenda kuchungulia. Ni kweli kulikuwa na gari linaingia pale kwao, na liliposimama alimwona baba yake mdogo, yani Mr. Ganza, akishuka toka kwenye gari akiwa na vijana wawili. Hapo Jason akatoka mle chumbani akiwa amevaa nguo zake za kulalia, yani tracksuit, na kushuka haraka chini ili akamfungulia. Ni kweli alifika kwenye floor ya chini, lakini wakati anataka kuwasha taa ya sebuleni ya floor hii ya kwanza, akasikia mlango ukifunguliwa kwa funguo, lakini ikasitishwa kidogo. Sikia, ndani ghorofa ya pili, chumba cha pili toka sebuleni, ndimo anamlala yule mtoto. Hakikisheni mnamnyongea huko huko.
kisha mshuke na maiti yake. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Ganza. Sauti iliyomshtua sana Mr. Jason na kumfanya asiamini kwa yupo macho. Yaani hajalala. Inawezekana vipi mtu aliyemtambua kama babake mdogo leo hii anasema akanyongwe? Wakati anawaza hayo, mara Jason akasikia mlango ukifunguliwa nyumbani. Jason akazinduka toka kwenye mzubao, akakimbia haraka kutoka pale sebuleni na kukimbilia upande wa jikoni ambako hakuzubaa kwa umakini mkubwa sana. Akafungua mlango wa nyuma akikota viatu vyake ambavyo hutumia kwenye michezo yake ya kitoto na kutokomea gizani pasipo kujali manyunyu ya mvua yalikuwa yanaanza kudondoka na kuvutiwa kwenye mwili wake, yalilowasha nguo zake nyepesi. Dr. Benson akiwa na mke wake yani Mama Tina alikuwa amebeba mtoto mgongoni, wakatoka nje ya maabara wakimwacha Dr. Kambanga akiwa ndani ya chumba cha maabara. Pale nje walimkuta nesi mwingine akiwa amesimama na mtoto wake wa kike wenye umri kama miaka 8, na yeye alikuwa amevaa sare kama za Mama Tina. Ile kutoka tu, ile mtoto mdogo wa kike akamkimbilia Dr. Benson. "Shikamoo baba," alisalimia yule mtoto akiwa anamshika mkono wa Dr. Benson. "Marahaba Tina," alisema Dr. Benson huku anaanza kuondoka kuelekea upande lilipo lango la kutokea hapo hospitali. Huku amemshika mkono mwanae akifuatiwa na wakina mama wawili. "Mama Tina, hebu nikupakie mtoto," alisema yule mwanamke mwingine. "Tutamwamsha kwanza. Amina mwenyewe amelala," alijibu Mama Tina huku anaendelea kutembea na kutokomea nje ya lango la hospitali. Safari ilikuwa ni kimya kimya mpaka Mama Amina alipovunja ukimya. "Mbona shemeji leo kama umepoa sana?" aliuliza Mama Amina huku akitembea kuelekea kwenye nyumba za madokta ilizopo hatua kama 300 hivi kutoka hospitali ya mkoa. "Shemeji wewe acha tu. Kuna watu wajinga sana. Yaani mtu anadiriki kubadili vipimo kwa ajili ya fedha pasipo kujua kwa tamtia matatizo mwenzie," alisema Dr. Benson ambaye alikuwa mbele ya kikundi hiki kidogo na kuwasalimia jinsi ilivyokuwa na yeye alivyokata na yeye alisema Dr. Benson ambaye alikuwa mbele ya kikundi hiki kidogo na kuwasimulia jinsi ilivyokuwa na yeye kukataa kubadili matokeo ya vipimo vya 7 kwenye mbegu za kiume zilizokutwa kwenye sehemu za kike za binti Kidawa. "Jamani, huu ni uonevu wa hali ya juu. Kwa nini hili swala lisifikishwe polisi?" alisema Mama Amina ambaye anakaa jirani kabisa na Mama Tina na familia yake. "Hao polisi wenyewe ndio wanaosimamia upuuzi huo. Wewe unadhani kuna haki itatendeka hapo?" alijibu Batina yani Dr. Benson. "Lakini Batina, kuna njia ya kumsaidia huyo mtu. Cha kufanya, tunza kumbukumbu ya matokeo ya vipimo. Halafu kesi ikianza kusikilizwa, utafikisha ushahidi. Nadhani yeye mwenyewe atakuwa tayari kuchukuliwa sample zitakazopimwa ili zifananishwe na alama za vinasaba hivi vya safari hii," alishauri Matina na wenzake wakamuunga mkono. "Kwa hilo ni wazo zuri. Hata mimi nipo tayari kuwakilisha ushahidi," alisitiza Mama Amina huku safari ikiendelea. Mama Amina ni nesi na rafiki mkubwa wa Mama Christina. Yeye anaitwa Hadija. Kipindi hicho alionekana ni binti mdogo tu, akipishana miaka michache na Mama Tina ambaye alikuwa na miaka 30. Ndani ya jengo kubwa la ghorofa 3 la tajiri kijana yani Bwana Yason, walionekana watu watatu wakisaka kila chumba bila mafanikio, wakionyesha kuwa kuna mtu walikuwa wanamtafuta. "Mzee, mbona kama hakuna mtu?" alisema mmoja wa vijana wale ambaye ni Samson, yani mfanyakazi wa Bwana Yason, aliyemuuliza Bwana Ganza. Lakini wakati ule tulimwona akiingia humu, sauti ya Bwana Ganza ilikuwa kunong'ona kama alivyoongea Samson. Labda ameondoka baada ya kuogopa kulala peke yake, alibashiri Samson, na Bwana Ganza akafikiri na kuafiki. "Okay, haina shida, ila popote atakapopatikana uawe mara moja, maana sitaki atokee alotokea miaka iliyopita," alisema Ganza huku anaanza kutembea kuzifuata ngazi za kushukia chini. "Kwani mzee, mbona hujaniambia kitu gani miaka iliyopita?" Samson aliuliza huku yeye na mwenzake mmoja wakimfuata Bwana Ganza. "Ni mapema sana wewe kujua, ila hakuna tatizo sababu hati zote za mali zake tupo nazo,"
alisema Ganza kwa kujiamini, huku akiendelea kushuka ngazi. Dakika chache baadaye wakaingia kwenye gari ambalo bwana Ganza alinunuliwa na rafiki yake bwana Yason Victor. Kutokana na kwamba marafiki waloshibana na kwa kama ndogo. Siku ya pili, mida ya saa 2 asubuhi, vyombo vya habari vilisikika vikisimulia tukio la ubakaji la tajiri mkubwa sana mjini Songea. Watu walionekana wakiwa na vikundi kwa vikundi wakijadili juu ya tukio hili. Liliwashangaza watu wengi, maana tajiri huyo alikuwa anafahamika sana, hata tabia yake ya kupenda kuwasaidia watu itakuwa ametumwa na mganga. Ndivyo walivyosema watu wengine. Mida hii ndio kwanza jua lilikuwa linaanza kukomaa. Kijana Yason alikuwa limeanza kukomaa. Kijana Jason alikuwa anatetemeka kwa baridi, huku nguo zake zikionyesha kuwa zilikuwa zimeloa kwa mvua ilionyesha usiku kucha. Alikuwa amesimama kwenye eneo la mbele la gereza kuu la mkoa wa Ruvuma, akitizama lango kuu la gereza hilo, sehemu ambayo jana alishuhudia baba yake akiingizwa ndani yake akiwa chini ya ulinzi mkali sana wa polisi. Mtoto Jason akiwa bado amesimama pale kwenye uwanja wa gereza la mkoa wa Ruvuma, aliendelea kukumbuka jinsi Sam alivyoshindwa kujibu wakati baba yake anaeleza kuwa alikuwa wote usiku. Jason akakumbuka jinsi polisi alivyosema kuwa Samson ndiye aliyempeleka Kidawa kituo cha polisi, na kwamba yeye ndiye alishuhudia baba yake akimbaka Kidawa, binti ambaye hata yeye Jason alimchukulia kama rafiki licha ya kumzidi miaka 5. Hata kama ingekuwa kweli, lakini kwa jinsi baba yake alivyokuwa anamchukulia kama mmoja wa wanafamilia, hakika angemfichia siri ile, maana baba yake alikuwa akimpatia mshahara mkubwa na huduma zote muhimu kijana Sam. Jason anakumbuka jinsi baba yake alivyodua baada ya Sam kuthibitisha kuwa amebaka. Mtoto Jason Victor alitulia akisubiri mlango ufunguliwe na yeye apate nafasi ya kwenda kumwona baba yake ambaye kiukweli alikuwa ni mmoja wa matajiri wa kuwa pale mkoani. Hata baada ya tukio hilo, vyombo vyote vya habari kipindi hicho ziliandika na kutangaza kukatwa kwake na kuhusu mama yake. Kiukweli ya Jason mpaka anatimiza miaka 8 alionayo hakuwahi kumwona kabisa, na hakuwahi kujua yupo wapi na anafananaje wala kusikia habari zake. Siku zote aliona akiishi na baba yake tu ambaye amekamatwa na polisi kwa kosa ambalo hata yeye mpaka sasa bado alikuwa hajaelewa maana yake. Yaani kwa kipindi hicho, kutokana na umri ambao alikuwa nao, maana alisikia tu watu wanasema baba yake amebaka Kidawa. Wakati Jason akiendelea kushangaa hapo nje ya gereza, japo jua lilishaanza kuwaka, lakini bado baridi ya mvua ilio mchamanda usiku kucha ikiendelea kumchamanda, mara Jason akaona watu wakianza kuja kwenye eneo la mbele la mlango wa gereza. Hakuwa wengi sana, nadhani walikuwa ni uchovu wa Christmas. Hatimaye saa 2:30 lango likafunguliwa na askari magereza mmoja akasimama na kutangaza, haya, wale wanaokuja kuona ndugu zao waende pale kwenye dirisha kuandika majina yao na majina ya watu wanaokuja kuwatizama. Hapo Jason akakimbia haraka sana kwa foleni na akafanikiwa kwa mtu wa 3 kati ya watu zaidi ya 30 waliokuwa pale. Baada ya kupita wale wawili waliokuwa mbele yake, ikaja zamu yake. Jina lako? Aliuliza askari magereza aliyekuwa anaandikisha majina pasipo kuinua macho kumtizama Jason. Jason Victor. Jason akataja jina lake. Hapo yule askari wa kiume akainua uso wake na kumtizama Jason. Wewe ndiye mtoto wa tajiri mbakaji? Ni kweli unafanana na baba yako? Kikweli japo Jason hakuwa anajua uzito wa neno hilo, ndio aliitikia mara moja, huku watu wengine waliokuwa nyuma yake wakianza kukodoa macho yao ili waweze kumwona mtoto wa tajiri bwana Victor Yason. Maana kukamatwa kwake kulijulikana karibu Tanzania nzima, na kwa hapa Songea ndio ilikuwa balaa. Maana hakuna ambaye alikuwa na hamjui bwana Victor kutokana na moyo wake wa kujitolea sehemu mbalimbali na kusaidia wasiojiweza. Lakini leo hii haya yote yalionekana kuwa ilikuwa ni sehemu ya kuficha maovu yake. Umekuja na nani? Aliuliza yule askari baada ya kumaliza kuandika. Peke yangu, alijibu Jason huku akionekana wazi kutetemeka baridi. Okay, ingia hapo ndani ukasubiri,
alisema yule askari, na Jason akaelekea kule alikuambiwa aingie. Na ndiko alikoingia wale wawili waliomtangulia. Ndani alikuwa kuna ukumbi mfinyu. Ndani kulikuwa na ukumbi mfinyu wenye mabenchi yaliyopangwa na kutizamana. Akakaa kwenye benchi moja wapo sambamba na wale wengine, huku wengine wakiingia mmoja toka nje. Dakika 15 baadaye wafungwa wakaanza kuja ndani ya ule ukumbi, lakini tofauti na wengine waliovalia sare nyeupe zilizochakaa kwa kipindi hicho. Jason akamwona babake akija huku amevalia nguo zile zile alizotoka nazo jana nyumbani. Muda aliokamatwa, tofauti mkubwa ni kwamba zaidi ya pingu mikononi mwake, baba yake alikuwa amenyongea vibaya sana. Baba yake alikuja moja kwa moja na kumkumbatia mwanae, huku wote wakitoka na machozi. Nilijua lazima utakuja mwanangu, aliongea baba Jason akiwa amemkumbatia mwanae, huku sauti yake ikijizuia kuangua kilio cha wazi. Walidumu hivyo kwa sekunde kadhaa kabla hawajaachiana na kukaa kwenye mabenchi wakitazamana. Baba mdogo Ganza alikuja kuniua usiku, alisema Jason kwa sauti iliyoambatana na kilio, huku akitoka na machozi. Hapo bwana Victor alitoa macho kwa mshangao, akaganda kwa dakika nzima, huku macho yake yakijawa na ukungu kwa machozi. Lakini ghafla akaanza kucheka kwa nguvu sana. Alitumia sekunde 30 kucheka kiasi cha watu wengine kumtizama. Kisha akatulia na kujifuta machozi ambayo alikuwa analowesha mashavu yake na kumtizama mwanae, huku akitoa tabasamu ambalo lilionyesha wazi kuwa ni la uchungu. Ganza. Kumbe Ganza. Okay. Sasa nimepata picha, alisema bwana Victor kwa sauti ya chini na ya kunong'ona, huku Jason akimtizama babake kwa mshangao. Sasa nimeshajua kwa nini nipo jela, alisema mzee Victor kwa sauti ya ungamuzi. Kisha akamshika mwanae mkono. Mwanangu Jay, wewe ni mwanaume. Huu wakati sio akulia tena, na nadhani umelia sana mwanangu. Sasa inatosha. Huu wakati ni wa kujua unaishi vipi, alisema mzee Victor kwa sauti ya chini sana iliyojaa uchungu mwingi sana. Baba, kwa nini kweli ulimbaka Kidawa? Jason aliuliza, ambaye alikuwa bado anatoka na machozi usoni mwake. Hapo babake akainamisha kichwa, kisha akainua uso wake na kumtizama mwanae. Mwanangu, dunia imenigeuza. Walimwengu wameamua kunionyesha kuwa wanaweza, alisema mzee Victor, kisha akatulia kidogo kama alikuwa anatafakari jambo fulani hivi. Halafu akamtizama mwanae usoni. Sikia mwanangu, ipo siku utaelewa tu. Lakini ukweli sikuwa nimembaka wala kujaribu kumbaka, japo madokta wamethibitisha kuwa nimefanya hivyo, na Sam amesema kuwa aliniona nikifanya hivyo. Ukweli ni kwamba kuna watu wamepanga kunifanyia hivyo ili niingie matatizoni, na mmoja wao ni huyo Ganza, alisema bwana Victor, huku akionyesha wazi kukumbuka jambo fulani. Sikia mwanangu, hutaki kuonekana tena hapa mjini, utataka kukupoteza kabisa na wewe, alisema bwana Victor kwa sauti iliyoonyesha msitizo. Ganza na Sam ni maadui zako kwa sasa, na ni maadui zako wa kwanza, inabidi uwakwepe sana, aliendelea kuongea bwana Jason Victor, na kuanza kumpa maelekezo mwanae Jay, ambaye kiukweli hakuwa anamjua mama yake. Jason na baba yake alitumia kama lisali zima. Bwana Victor Jason akampa maelekezo mwanae jinsi ya kujiokoa kutoka kwa watu ambao anahisi ndio waliopanga njama za yeye kuingia jela kwa kosa la ubakaji. Jason alimsimulia mwanae mkasa mzima ulimsababishia haya yote, huku akisisitiza kuwa hakubaka na kumtaka mwanae aondoke nje ya mji aende kwa rafiki yake bwana Prosper, yani Prosper Mbogo. Japo alikuwa ni mtihani mwingine kwa Jason, maana mtu huyo aliambiwa yupo mbali sana, lakini hakuwa na jinsi. Baba, nitarudi kukutoa humo, alisema Jason huku analia wakati anaondolewa pale ndani na askari magereza ambao walichukulia kuwa ni kauli ya kitoto tu, hakujua kama ilikuwa ahadi. Jason alitoka pale gerezani huku kichwani mwake maelezo na story nzima baba yake yakijirudia. Sasa alishaelewa kosa ambalo anaambiwa amelifanya baba yake. Ni baada ya kumsikiliza baba yake kwa muda wa saa nzima,
akimweleza yale aliyohisi amesababisha yeye kusingiziwa amemwingilia binti mdogo wa miaka 14, yani binti Kidawa. Ilimuuma sana na kuona Kidawa ni mmoja wa maadui zake. Maana licha ya kupewa misaada mingi baba yake, leo hii anamlipa kwa kumfanyia haya. Hata kama ametumwa na watu, lazima atoe ushahidi kwa babaka hajabaka, alisema Jason kwa sauti iliyojawa na uchungu. Na kilichomshangaza Jason ni Sam, kwa nini amesema alimuona baba yake akiwa anabaka. Na mbaya zaidi, vipimo vinaonyesha kuwa ni kweli amebakwa, alibainisha Dr. Benson ambaye alimpima yule binti Kidawa na kubaini mbegu za kiume na michubuko katika sehemu zake za siri za binti huyu mdogo maskini, ambapo ripoti ya Dr. Benson ilithibitisha kuwa ni mbegu za kiume za tajiri Victor ambaye ni baba wa mtoto wa Jason. Huku Sam mchunga ng'ombe akisitiza kuwa hata yeye alishuhudia bwana Victor akifanya kitendo cha ubakaji kwa binti huyo, jambo ambalo Jason hakulijua mwanzo. Lakini baba yake leo hii alimweleza kuwa ukiachilia ushahidi wa kukutwa binti huko akiwa na mbegu za kiume na michubuko sehemu zake za siri, yani ukeni na njia ya haja kubwa, lakini pia Sam ndiye shahidi aliyedai kuwa ameshuhudia kwa macho tukio hilo. Ilikuwa tayari saa 4 za asubuhi. Jason alikuwa amesimama mita 100 mbele ya jengo kubwa la ghorofa, yani ghorofa 3, jengo ambalo jana usiku alifukuzwa pasipo kuonewa huruma. Lengo la kuja hapa mida hii ilikuwa ni kuja kuchukua baadhi ya nguo zake kisha aelekee sehemu ambazo baba yake alimweleza kuwa ndio sehemu ambayo ni salama kwake, ikiwemo kwa rafiki mkubwa wa baba yake ambaye yeye Jason hakuwahi kumuona mwanzo, ni bwana Prosper Mbogo. Lakini zoezi la kuingia ndani ya jengo lile kubwa ambalo ni moja ya mali ambazo baba yake alijivunia lilikuwa gumu sana kwake. Maana nje ya jengo hili palionekana watu kadhaa wenye umri unaotaka kuingiliana na baba yake, wengi wao wakiwa ni wageni kwake, kasoro wawili tu ambao walizidi kumthibitisha maneno ya baba yake ambayo ametoka kumsimulia muda mfupi uliopita, kwa ndio maadui zake wakubwa na wakwepe kila anapowaona. Maana zaidi ya wazee wengine 5 na watoto 2 wadogo wa kike na wa kiume waliokuwa wanacheza kwa kufukuzana na kujificha kwenye eneo la uwanja wa nyumba ambayo ilikuwa ya kwao. Japo Jason ni mpenda michezo, lakini kwa siku hiyo hakuonekana kutamani mchezo wa wenzake, ila alisimama na kuangalia. Alimwona yule wa kiume alionekana kuwa na umri mkubwa kidogo kuliko ya Jason, akimtafuta huyu wa kike akionekana na kulingana na yeye Jason na kuwa mdogo kidogo kwake, ambaye alikuwa anajificha kwenye maua na pembezoni mwa nyumba ile kubwa sana. Jason akachana nao, akawatizama wale watu wazima ambao kati yao aliweza kuwafahamu moja kwa moja ni Sam mchunga ng'ombe. Amekosa ushirikiano baada ya baba yake kukamatwa na polisi, na mwingine ni mtu ambaye alikuwa anamuita baba mdogo, na mtu ambaye baba yake leo amemtaja kuwa ndiye adui yake namba 1, mtu ambaye jana usiku alikuja na watu kwa ajili ya kumnyonga. Mwanangu, ondoka uende mbali, usikae karibu na hawa watu, ni wakatili sana, hawatashinda kukuondoa roho yako. Jason alikumbuka baadhi ya maneno ya baba yake wakati anamtaja jina la bwana Matatizo Ganza, ambaye sasa anamwona mbele ya macho yake. Na mtoto Jason akiwa ametoka kwenye maisha ya raha na starehe toka jana usiku, akimbie bwana Matatizo Ganza ndani ya nyumba baba yake. Hakuwa na sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya shambani kwao. Alikuelekezwa na baba yake akachukua baadhi ya vitu vitakavyomsaidia wakati anakwenda kwa bwana Prosper Mbogo. Lakini alitakiwa kuwa makini sana wakati anakwenda huko shambani, sababu shamba hilo lilikuwa ndio makazi ya Samson. Jason aliona watu wale wakiyakagua magari yao 4 yalikuwa nje ya nyumba yao, huku mmoja wao ambaye alionekana kama wanamheshimu sana akitoa maelekezo kwa wenzake, maelekezo ambayo Jason hakuweza kuyasikia kutokana na kwa mbali kidogo. Jason akajitizama kuanzia chini ambako alikuwa amevaa viatu vya michezo, yani raba na tracksuit na t-shirt jepesi sana ambalo huwa anatumia kama nguo ya kulalia. Ndizo nguo pekee alizoondoka nazo nyumbani kwao jana usiku wakati akimkimbia rafiki wa baba yake, yani bwana Ganza. Ukweli Jason baada ya kukumbuka mateso aliyopata usiku wa jana kutokana na nguo hizi kushindwa kumsaidia kwa kipindi cha baridi, mvua, akaona lazima ingie ndani na kuchukua nguo zitakazomsaidia mbele ya safari.
na muda huu njaa ilishaanza kumchamanda, yani kumuuma. Kama ujuavyo, nyumbani ni nyumbani. Jason alipiga hesabu zake za kitoto na kujua kuwa akizunguka upande wa nyuma ya jengo lile anaweza kupata nafasi ya kuingia ndani. Ni kweli, Jason akaanza kutembea taratibu kuzunguka upande wa pili wa nyumba ambako akaona kuwa kupo kimya. Hapo akawa makini zaidi na kuanza kunyata kufuata mlango wa nyuma ya nyumba hii kubwa sana ya ghorofa 3. Mlango ule aliotorokea jana usiku. Mlango aliohisi unaweza kutoa. Mlango ule aliotorokea jana usiku ambao aliweza kuhisi unaweza kumtoa na kumuingiza ndani ya jengo hili yenye vyumba 48 na kumbi 3 kubwa katika kila floor. Hapa tunafungua hoteli kubwa sana. Naamini tutapata fedha nyingi sana. Ghafla Jason alisikia sauti za wale watu walikuwa pamoja na Bwana Ganza, ikionyesha kuwa walikuwa karibu na pale alipokuepo, yani pembezoni mwa jengo lile, na wanazunguka kule alikokuwa yeye. Hapo Jason haraka sana akajibanza kwenye kichaka cha maua yalikuwa karibu yake na kutulia kwa sekunde kadhaa. Mara akawaona wale jamaa 7, yani wale 5 pamoja na Sam na Bwana Ganza wakatokeza kule upande wa nyuma wa jengo. Tena hapa mbele tunaweka bwawa kubwa la kuogelea na sehemu ya watu kupumzika. Jason aliweza kumuona na kumsikia yule jamaa ambaye anaonekana kuwa anaheshimiwa sana na wenzie, akiongea hayo na wenzake wakimuunga mkono. Tena katika vitu vizuri ulivyofanya Bwana Ganza ni kuzipata hati miliki zote, maana hata yale maduka ya viwanda ya mafuta vitatusaidia sana. Mmoja wapo alimpongeza Bwana Matatizo Ganza ambaye alikenua meno kwa tabasamu la sifa, huku akihisi kichwa chake kinaongezeka ukubwa. Jason akiwa pale kwenye kichaka cha maua aliweza kuwashuhudia vyema wale watu 3. Aliweza kuwashuhudia vyema wale watu ambao walikuwa wanatembea taratibu kuja upande aliojificha yeye. Akaona kuna uwezekano mkubwa yeye kuonekana mbele ya wale watu, na kama wangemwona lazima Bwana Ganza na Sam wangemtambua. Baba yake alishamwambia kuwa aogope kama ukoma. Hapo akajua amekwisha, maana kutokana na maneno ya baba yake ni lazima na yeye hakutakiwa kuonekana mtaani. Lakini akambakiza kama mita 10 hivi kumfikia mara jamaa yule ambaye ni kama mkubwa wao akasimama ghafla na kumtizama Ganza. Eti vipi kuhusu yule mtoto wake? Aliuliza yule jamaa ambapo kwa haraka unaweza kujua kuwa alikuwa anaulizwa ni nani hapo. Oh, Jason, usiwe na wasiwasi. Nimekakosa. Oh, Jason, usiwe na wasiwasi. Nimekakosa jana. Oh, Jason, usiwe na wasiwasi. Nimekakosa jana, alisema Bwana Ganza kwa majigambo ya hali ya juu, na wengine wote wakacheka. Kasoro yule jamaa wanayemheshimu sana ambaye atakuwa umri alionekana kuwazidi wenzie. Wakati huo Jason aliweza kumwona yule mtoto wa kike alikuwa anacheza na wenzie pale mchezo wa kujificha. Alikuwa anakimbia akionekana anatafuta sehemu ya kujificha. Hapana, umefanya kosa kubwa sana Bwana Ganza. Ilibidi umkamate kisha ukamuulie mbali. Tena uko porini. Anaweza kuwa tatizo baadaye. Nadhani unakumbuka kosa tulilofanya miaka ile kwa Victor. Hapo Jason ambaye alijua wazi kuwa yeye ndiye anayezungumzia mapigo ya moyo yaliongeza kasi na mwili wake ukatetemeka kwa uoga, akisahau maumivu ya jana yalikuwa yanamkwelekweta tumboni mwake. Akisahau maumivu ya njaa yalikuwa yanamkwelekweta tumboni mwake. Hapo Jason akamwona yule mkubwa wao akimgeukia Sam, ambaye siku zote yeye Jason alikuwa anamuita kaka. Kijana, sikiliza, hakikisha unampata yule mtoto na unamwangamiza kabisa. Malipo yako itaongezeka mara 2 ya haya ya mwanzo, alisema yule jamaa, na Sam akaitikia huku anakenua meno kwa tabasamu la tamaa. Haina shida, najua kwa kumpata. Jason alimshuhudia Sam akijita hapa. Kiukweli Jason alijua mwisho wake umefika, maana akiwa pale kichakani aliona wale jamaa wakizidi kutembea kuja upande wake. Hapa akafumba macho kusubiri miujiza ya Mungu. Mara akasikia vishindo vyao vikikatiza karibu yake, huku akiongea na kupanga mipango yao ya kujimilikisha mali baba yake. Jason aliendelea kuwasikiliza mpaka alipopita usawa wake
lakini ghafla akasikia vishindo vyepesi karibu yake. "Wewe unajificha nini hapa?" Jason alishtuliwa na sauti ya kunong'ona ya mtoto wake kike. Hapo Jason akiwa anatetemeka akafumbua macho na kumtizama aliyekuwa anamsemesha. Macho yake yalikutana na sura nzuri ya mtoto wake kike iliyotawaliwa na tabasamu nzuri la kitoto. Mtoto wake kike ambaye alikuwa amekuja na kujificha pale kichakani akiwa amechuchumaa pembeni ya Jason. Hakika Jason alishindwa kujibu, akabaki anatetemeka kwa uoga, huku akiwa amemtolea macho yule binti mdogo ambaye alitulia akimtizama Jason kwa sekunde kadhaa, akiona waziwazi, akiwa na wasiwasi na uoga, akiona wazi wasiwasi wa uoga, akiona wazi wasiwasi na uoga wa Jason. Wakati huo kina Ganja walishafika mbali, kitu ambacho Jason alishukuru sana. Judy, ilisikika sauti ya yule mtoto mvulana aliyekuwa anacheza na huyu wa kike, hatua chache toka walipojificha Jason na yule mtoto wa kike. "Shh," kalisema kale kabinti kazuri, huku kanaweka kidole chake mdomoni kumwonyesha Jason ishara ya kukaa kimya. "Judy, kama unataka kujionyesha mimi naondoka," alisema yule kijana wa kiume, vikifuatia vishindo vya kukimbia kuzunguka nyuma ya nyumba. Hapo Jason akashuhudia tabasamu jingine la maana kutoka kwa binti huyu ambaye alifahamu kuwa alikuwa anaitwa Judith, ambaye sasa alimwona akiwa anainuka toka kichakani huku anamtizama kwa macho ya urafiki, kisha akakimbia kumfuata mwenzie kule alikokimbilia. Hapo Jason akajua kwa mahali pale hapakuwa pazuri kwake zaidi, atapoteza maisha, hivyo hakuwa na njia nyingine zaidi ya kuondoka pahala pale. Dr. Benson mida hii alikuwa ndani ya chumba cha maabara, anakopi nyaraka fulani kwa mkono wake, na alipomaliza akaweka ile kopi yake kwenye mkoba wake wa ngozi na ile kopi halisi akaweka kwenye draw, kisha akatoka nje ya maabara na kuelekea upande wa wadi ya kina mama ambako alimkuta mke wake anaendelea na kazi za kuhudumia wagonjwa. Akamkabidhi ile kopi na kuondoka zake akirudi maabara, huku akimwacha mke wake Martina akiweka ile kopi kwenye handbag yake. Kisha akatoka mle wodini na kuingia kwenye wadi nyingine, kutana na Mama Amina ambaye ni rafiki yake mkubwa sana. Akamsogelea na kumnong'oneza jambo, alafu akatoka na kuelekea nje ile wadi. Hapo Martina akaondoka zake mara moja kuelekea nyumbani bila kujua kuwa Dr. Kambanga aliyekaa kwenye moja ya mgahawa nje ya uzio wa hospitali anamtizama kwa jicho la mashaka kwa jinsi nesi huyu alivyokuwa anatembea kwa haraka haraka na wasiwasi mwingi sana. Jason alitoka taratibu pale kwenye eneo la nyumba yao, akatembea kwa kusuasua kutokana na uoga mkubwa ule mshika, ikichanganyika na njaa kali toka jana usiku. Mtoto huyo alikatiza mitaa ya Songea mjini, lengo likiwa ni kuelekea nje ya mji. Sijui ni akili ya kitoto iliyomtuma apitie njia ya gerezani kule alikohifadhiwa baba yake, akitaka kulitizama jengo hilo kubwa lililozungukwa na ukuta mkubwa pasipo dirisha lolote. Basi Jason alitembea taratibu akapitia maeneo ya hospitali ya mkoa ambayo ipo karibu kabisa na gereza kuu la mkoa wa Ruvuma, akipishana na nesi mmoja ambaye alikuwa anatembea kwa mwendo wa haraka sana huku akitawaliwa na wasiwasi mwingi. Sasa Jason alikuwa anatembea taratibu akipita sehemu ambayo wajasiriamali huitumia kwa kufanya biashara zao kama vile matunda, vyakula na vinywaji. Eneo hili lilitawaliwa na harufu ya vyakula iliyopenya puani mwa Jason na kuzidi kuitibua njaa inayomkabili, kiasi kwamba mtoto Jason alijikuta akishikilia tumbo kwa maumivu ya njaa kali. Hakika mtoto huyu hakuzoea maisha hivi, maisha yenye taabu na mateso. Siku zote yeye ndiye alikuwa anamsaidia baba yake kugawa mikate, fedha na nguo kwa watu wasiojiweza. Ndani ya siku moja anajikuta amepoteza kila kitu, na mbaya zaidi hakumjua mama yake kabisa. Hapo Jason akaanza kupepesa macho huku na kule, akitafuta kama anaweza kuona chochote pale chini kitakachomfanya aweze kuweka tumboni kwake na kupunguza njaa iliyomkamata. Jason alipepesa macho mpaka alipoona sehemu iliyopo ya matunda mabovu yaliyotupwa kutokana na ubovu aliyokuwa nayo. Hapo Jason akakimbilia mahali pale na kuokota chenza moja ambalo aliona kuwa ndio nafuu kuliko mengine na kuanza kulimenya, huku watu wengine wakipita pasipo kumjali. Alipomaliza kulimenya akaondoka ile sehemu iliyoharibika na kutaka kulipeleka mdomoni, lakini ghafla akashtuka, akashika ule mkono
alikuwa ameshikilia ile chenza. Hapo Jason akainua uso wake na kumtizama aliyemshika mkono huku anatetemeka kwa wasiwasi. Naam, Jason alikutana uso kwa uso na mwanamke mmoja. Alikuwa anamtizama kwa uso wa tabasamu la mama kwa mtoto, tabasamu la uchungu wazi kabisa. "Hapana wewe mtoto, usile huo uchafu," alisema yule mwanadada ambaye umri wake ni kati ya miaka 26 au 7, huku akichukua ile chenza toka kwa Jason na kulitupa. "Vipi? Una njaa sana?" aliuliza yule mdada ambaye mavazi yake na muonekano vilionyesha kuwa alikuwa ni mmoja kati ya wauzaji wachache wa chakula maeneo ya hospitali ya mkoa, huku akimtizama Jason ambaye alitikisa kichwa kwa kuwa anasikia njaa. "Nje ule wali mandondo, yani maharage," alisema yule mwanadada kwa sauti fulani na mama ya kubembeleza mtoto, huku akiondoka na Jason akiwa amemshika mkono, akimuongoza mpaka sehemu ya kunawa mikono, na baada ya kumnawisha akamwonyesha mahali pa kukaa na kumpatia sahani ya wali na maharage iliyojaa vyema na jagi la maji pembeni. Hapo Jason akaanza kufakamia ule wali na maharage kama alikuwa anagombania na wenzake. Ukweli wateja wa chakula kwenye kibanda cha dada huyu ambaye uso wake ulionekana kutawaliwa na upole muda wote walikuwa ni wengi sana. Ungeshangaa dada huyu kuacha kuhudumia na kumsaidia mtoto Jason, akiwacha wateja wake ambao sasa walikuwa wanamshangaa mtoto huyu kwa jinsi alivyokuwa anakula kwa fujo. Hakuna ambaye alijiuliza mara mbili, alijua kwa mtoto huyu alikuwa anakabiliwa na njaa kali. "Vipi, nikuongezee?" aliulizwa Jason na yule dada wakati anamalizia wali katika sahani iliyopewa dakika kadhaa zilizopita. "Nimeshiba," alijibu Jason ambaye alinuka na ile sahani ili aipeleke kwenye vyombo vichafu, lakini yule dada akamuai. "Usijali, nitaondoa mwenyewe. Unaenda kanae pale," alisema yule dada ambaye licha ya kuendelea na shughuli zake za kuhudumia wateja, lakini muda wote alikuwa anamtizama Jason kwa makini sana. Ni kama alikuwa anamuonea huruma sana huyu mtoto, ambaye baada ya kumaliza kunawa alimshukuru mwanadada huyu kisha akaondoka, huku akimwacha udada akimsindikiza kwa macho ya huruma, maana Jason anaonyesha wazi kuwa katika wakati mgumu sana. Huyu dada anaitwa Celine, yupo hapa anauza chakula kwa miaka 8 sasa, kiasi cha kujizoelea wateja wengi sana, ukiachilia kufahamika sana. Pia alitoa huduma nzuri sana ya chakula ikichangiwa na mapishi mazuri, upole na ukarimu wa dada huyu ambaye siku zote huwa mwenye hali ya utulivu sana, hata basamu la kuvizia. Dr. Kambanga akahisi kuwa kuna mchezo kanaendelea. Kwanza akatulia kuangalia huyu nesi ambaye ni mtu wa daktari mwenzie anaelekea wapi. Akamwona anapotelea mtaa wa pili ambao ni njia kuelekea kwenye makazi ya madokta na manesi. Hata hivyo Kambanga akatulia dakika kadhaa akisikilizia kama atamwona Martina anarudi, lakini haikuwa hivyo. Akaona kimya kabisa. Ikapita nusu saa akiwa pale mgahawani, alishamshuhudia mtoto Jason alivyokuwa anakula wali kwa maharage. Hata alipomaliza na kuondoka zake, lakini hakumwona Martina au mke wa Dr. Benson akirudi. Ndipo alipoona kwa mambo yataharibika, hivyo Dr. Kambanga akainuka haraka na kuelekea ndani. Akaenda moja kwa moja kwenye wadi ya wazazi ambayo Martina alikuwa anafanyia kazi. Akamkuta msimamizi wa wauguzi mle ndani akiwa na baadhi ya manesi wakiendelea kuwahudumia wagonjwa. Dr. Kambanga akaenda moja kwa moja mpaka kwa muuguzi mkuu. "Eti Bella amekuaga, anaenda wapi?" aliuliza Dr. Kambanga mara tu baada ya kumfikia yule mkuu wa wauguzi. "Bella, nilimwona anaongea na mume wake hapa, lakini sijui alivyotoka," alijibu yule nesi huku akipepesa macho huku na huku akitafuta kama angemwona Mama Martina. "Usiangalie kumtafuta, nimemwona anaondoka, akirudi mwambie anione," alisema daktari huyu kwa sauti iliyoshiba mkwara. Kisha akatoka nje ile wadi. Mita 20 toka kwenye jengo la Prosper pembezoni mwa barabara. Mita 20 toka kwenye jengo la posta pembezoni mwa barabara ndogo iliyotenganisha ofisi za usalama wa taifa na mahakama, alionekana Bwana Ganja akiwa amesimama na mwanadada Monica ambaye alikuwa amevalia nguo zake za kiraia. Usingedhania kuwa ni polisi kwa jinsi zilivyompendeza. "Bosi anasema asante sana kwa kazi uliyoifanya. Amesema hii 400,000 ni utangulizi, baada ya kukamilisha mambo yetu mtaongezwa zaidi," alisema Ganja huku akimkabidhi bahasha 2 kubwa za kaki. "Ina maana hizo zote ni fedha?" aliuliza Monica kwa mshangao huku anapokea zile bahasha.
na kuchungulia moja, akakodoa macho kwa mshangao. Baada ya kukutana na mabunda mengi ya noti za 1,000, ni kama ilikuwa noti kubwa kuliko zote. Dhamoni, hiyo ni utangulizi. Usubiri uone mvua ya fedha itakavyoangukia, alisema Ganza kwa majigambo. Yani kaka Ganza, mkiwa na shida yote nyinyi mnione tu, alisema Monica ambaye alionekana kupagawa na fedha zile. Hakuchelewa sana, wakaagana na kila mmoja akashika njia yake. Martina alifika nyumbani kwake kwenye majengo ya RMA na kuingia moja kwa moja chumbani kwake, akaichukua ile kopi na kuhifadhi kwenye begi moja dogo kati ya mabegi mengi ya nguo na kulihifadhi vizuri, kisha akaondoka zake na kurudi hospitali ambako hakuwa ameondoka kwa ruksa zaidi ya kujua mume wake na rafiki yake Amina. Hakujua kuwa wakati anaondoka alitiliwa mashaka na Dr. Kambanga ambaye alikuwa na wasiwasi mkubwa na Dr. mwenzie. Bwana Benson alikataa kuunga mkono swala la kubadili majibu ya vipimo vya mbegu za kiume zilizo kutoka kwenye sehemu za siri za binti Kidawa aliyebakwa. Dr. Kambanga alihisi kuwa pengine muda wote Dr. Benson anaanza kufichua siri ile, na wakati yeye ameshachukua fedha ya watu na kufanya kilichokusudiwa. Ila sasa kitu ambacho Dr. Benson na mke wake Mama Christina hakukijua ni kwamba vilelezo kwenye faili la mapokezi ni kwamba sample ilipokelewa na Dr. Benson, na ni kweli yeye ndiye alipokea na kupima na kubaini kwa vinasaba havikuendana kabisa na vinasaba vya Bwana Yason Victor. Japo baadaye mwenzie akaingiwa na tamaa ya kupokea fedha kwa ajili ya kubadili matokeo. Martina alifika hospitali akiwa na waka kuwa hakukuwa na mtu aliyemwona wakati anatoka na kugundua kitu kilichobeba mfubani kwake, lakini wakati anakatiza kwenye korido la kuelekea kwenye wadi ambao leo alikuwa anafanya kazi, akamwona Dr. Kambanga anatoka kwenye ile wadi na kuja kule anakotokea yeye. Martina akajikausha kama vile hakumjali, lakini Dr. Kambanga akasimama mbele yake kama vile anamkinga asiendelee na safari yake. "Unatoka wapi Nesi?" aliuliza Dr. Kambanga kwa sauti ya ukali. "Unaniuliza hivyo kama nani? Mama Tina au Nesi Bella?" kwa sauti aliuliza iliyojaa mshangao. Hapo Dr. Kambanga akatizama kushoto kama vile hakutaka mtu awepo karibu yao. "Inaonyesha wazi kuna njama inaendelea juu yangu. Hakika itawatokea puani," alisema kwa mkwara Dr. Kambanga, huku akimkazia macho Nesi Bella au Martina ambaye ndio kwanza alimtazama kwa dharau. "Kama ukifanya ni haki, basi itakutokea puani. Lakini kama umefanya uovu, na hakika wewe ndio utatokea. Kama ulichofanya ni haki, basi itatokea puani. Lakini kama umefanya uovu, na hakika wewe ndio itakutokea puani," alisema Martina na kuondoka zake. Ni kweli hakujua madhara ambayo itatokea baadaye. Sasa Jason Yason Victor akiwa ameshiba wali na maharagwe alitembea taratibu akipita mbele ya gereza hili la mkoa, akiweza kukumbuka maneno na story ambayo imetoka kusimuliwa na babake. "Leo asubuhi, baba, nitarudi. Nitakuja kukutoa," alisema Jason kwa sauti iliyojaa uchungu, huku akikumbuka maneno mengi aliyoambiwa na babake. Kama kulia ameshalia sana, sasa sio wakati wa kulia tena. Hayo ni moja kati ya maneno ya babake. Jason alianza kuirudisha story ndefu iliyosimuliwa na babake. Kijoni mwake, story ambayo babake anaamini kuwa ndio chanzo cha misukosuko yote ya kulala tajiri akiamka maskini tena mfungwa. Msikilizaji, unadhani kwa nini hawa jamaa wameamua kumfanya hivi Bwana Yason? Ili kuaje Martina akapoteza maisha? Basi tukutane sehemu ya 5 ama inayofuata kujua mambo yalikuwaje.